sana kuhusiana na hukumu itakavyotoka, kwa sababu kama kilichotoka ulikuwa unaamini ndicho ambacho nilikuwa nafikiria zaidi hivyo, kwa sababu yani ni kama Chisano aanze kuinanga Bongo FM. Mbona kama vinagoma mfano? Hebu mfano. Yani kwa wepesi tu ni kwamba aliyeidhinisha TFF, alafu aje mhukumu TFF kwa kumuidhinisha mchezaji anayetambuliwa na TFF. It was must to happen. Hapo nafikiri hata Simba wenyewe walifanya vile kwa procedures tu ili waweze kuwa na haki ya kwenda zaidi mbele. Nafikiri hivyo. Nafikiri baada ya nakala ya hukumu kuipata, wanaweza kafikiria kwenda mbele zaidi. Sasa usingeweza kuanzia juu kabla ya kupita huko chini. Utarudishwa. Nakumbuka Yanga kuna kesi moja waliskip wakaenda kule wakarudishwa, akaambia mkamalizane kule kwanza mkamalize ndani, ikishindikana ndio mrudi. Yes, nafikiri ilikuwa issue ya Morrison. Kwa hiyo naiona pia hiyo picha inaweza kujitokeza siku sio nyingi. Tutasikia tu watu hapo kasi sijui wapi huko. Lakini usingeweza kufika huko bila kuanzia huko. Lakini hata wao kama ungeuliza kwamba mtashinda huko, nafikiri bado ingekuwa ngumu. Lakini hata huko wanakokwenda sijui. Lakini kama taratibu za ndani zilikuwa hazina shida, itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hata wale lazima warudi kwanza kwenye taratibu zenu huko ndani, ndio waje waangalie baadhi ya mambo. So definitely mimi siwezi kuweka sana comments, kwa sababu ni masuala ya kisheria zaidi, na wapo wanaoifahamu sheria kwa ukubwa zaidi. Nafikiri mchango wao utaweza kumata zaidi huko mbeleni, lakini ilikuwa ni fikra zangu kwamba swala hilo lingekuwa gumu sana kwa TFF leo muamuru mchezaji kwa hukumu TFF kwa kutofuata labda taratibu fulani. Sana. Asalamu alaykum. Bwana, unajua mimi shida yangu moja hapo. Mimi shida yangu sio Damaro kuwa Mtanzania, kwa sababu aliwahi kutangazwa kwamba sasa amekuwa raia wa Tanzania. Shida hivi wale wenzake bado hapo Bongo. Malizia kwanza tutafuta nini. Kumbuki shida inakuja wapi unajua? Tutawabadilisha wangapi? Skadi tunapoweza. Kwa sababu wachezaji wa kigeni wengi tu watakuwa wanakuja Tanzania kucheza ligi. Kwa sababu ligi yetu sasa hivi ishafungua hiyo milango na imekuwa ligi bora na ni ligi ambayo inafuatiliwa. Kwa hiyo kupata wachezaji wengi wanaotoka nje ya Tanzania kuja kucheza kwetu, hicho ni kitu cha kawaida sana, lakini sasa najiuliza tutakuwa tunaenda hivi mpaka lini? Kwa hiyo kila mchezaji mzuri sisi tutakuwa tunambadilisha sasa awe Mtanzania ili atumike kwenye system. Kwani tunambadilisha au wewe mwenyewe ndo anaomba? Bwana Abeli bwana, hizi siasa za mpira wa Tanzania tu. Shehe kuona mchezaji anaweza akaja hapa akaomba kwa Mtanzania kirahisi. Mazingira kocha kauliza. Kwani Chisano wewe unajuaje? Wewe una taarifa gani? Moto inayokuja sijajua. Nilishatoa hela kwanza hapo. Kwetu sisi sijajua, labda siku tupate mtaalamu kutoka uhamiaji watueleze wachezaji kama hao wanakuwa wanaruhusiwa kuwa na uraia pacha au vipi? Maana kwetu tunajua si taifa letu aliruhusu kuwa na uraia pacha. Lakini malalamiko ya wengine mpaka wamepeleka madai TFF, manake hata wao hoja yao sio kukataa utanzania wa Damaro Kamara. Wao hoja yao itakuwa ni hebu tumsikilize Ahmed Ally kidogo, hoja yao kwa mujibu wa maelezo yake kwamba hoja yao ilikuwa ni nini hasa. Inaruhusiwa kwa nia njema, Tanzania inaruhusiwa kuwa na uraia pacha. Maana hiyo tafsiri yake huyu mtu ana uraia pacha. Kwa hiyo tukauliza tu, bwana huyu mbona kwenye system tukiangalia tunamuona ni mwingine, lakini mbona tukija kwenye mifumo yetu ya ndani mbona tunamuona ni Mtanzania? Kuaje hapa? Yaani inawezekana vipi? Kwa hiyo tulikuwa tunataka tufahamu tu hilo, kama je, inawezekana ya kwamba mkawa na uraia pacha? Ni hilo tu, kwamba huyu mtu ana pasipoti ya nchi yetu, sawa, ametimiza vigezo vyake na kila kitu na nini, lakini inakuwaje na ile agine bado iko hai? Sio, mnaelewa hapo kwa sisi tulikuwa hapo, tulikuwa nataka kwa nia njema na tujue kama hiyo inaruhusiwa, na sisi tumbadilishe Oura, umeona bana, awe Mtanzania, alafu aendelee kutumia pasipoti yake Ivory Coast, anakuwa Mtanzania. Tunakwenda na sajili mchezaji mwingine wa kigeni, tunakuwa nao 16 raia wa Ivory Coast na Senegali na Mali na wapi, tunawapa mikoa hapa, yani
ndo msingi wa hoja yetu, lakini nia yetu ni njema kabisa kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Huyo ni Ahmed Ally. Sasa hapo nitakukumbusha, yani wao hawapingi Damaro Kamara kwa Mtanzania. Hoja yao wanapinga kwamba kwenye mifumo mingine mbona wanaona anaonekana bado ana raia wa Guinea. Sasa na mimi ndo changamoto yangu inapokuja hapa. Tutabadili mpaka lini? Yani let's say umesikia hata hoja ya mwisho aloraise Ahmed hapo. Kwaona sio wao watakuja na wageni kutoka mataifa mengine, watakuwa wanawapasia tu uraia, unakaa na timu nzima ina raia labda wa kigeni ambao kiasili wanaonekana sio wa Tanzania, ila hapa wamekuja wamepata uraia. Kwa changamoto ambayo mimi kwangu naiona kwenye mpira wetu, siasa isizidi, na haya ndo matokeo yake. Kwangu mimi ukiangalia uhalisia wa hili jambo, nafikiri msingi uko hapo. Tutabadili wachezaji mpaka lini? Nafikiri tujikumbushe ile barua ya uhamiaji ya Januari 23 mwaka 2025 ambayo ilitoka kwenye ofisi ya Kamishna Jenerali uhamiaji, sanduku la barua 1181 barabara ya Mwangosi, Dodoma. Idara ya uhamiaji inapenda kutoa ufafanuzi wa taarifa zilizochapishwa na kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuhusu kupatiwa uraia wa Tanzania wachezaji watatu wa timu ya mpira wa miguu ya Singida Black Stars. Wachezaji wanaotajwa kwenye taarifa hizo ni kama ifuatavyo: Mosi, Emmanuel Kwame Keyeke, Ghana kwenye mabano, Joseph Atur Bada kwenye mabano Cote d'Ivoire, na Mohamed Damaro Kamara kwenye mabano ya Guinea. Wachezaji tajwa waliomba na kupewa uraia kwa mujibu wa vifungu vya 9 na 23 vya sheria ya uraia ya Tanzania sura ya 357. Kwa muktadha huo, idara ya uhamiaji inapenda kuutaarifu umma kuwa watajwa ni raia wa Tanzania kwa tajnis. Imetolewa na SSI raia wa Tanzania kwa tajnis. Huyu aliyetoa taarifa ni msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji SSI Paul J. Msele. Sasa mimi ni labda nichangie. Unajua sisi tunasema FIFA ni kama nchi ambayo ina sheria zake. Kwa kuna sheria za nchi husika ambazo hizi za masuala ya kikatiba za nchi, manaki nchi ya kimipaka, yani ya kijiografia kama hivyo Tanzania, Kenya, Uganda, sio TFF. Alafu kuna zile sheria za nchi zisizo na mipaka, yani kama jumuiya kama wao FIFA wana sheria zao. Kwa msingi wa hapa inawezekana Simba wakawa wanahoja kwa maana ya kwamba wao wanaangalia zaidi sheria za FIFA zinasemaje kuhusu status ya mchezaji. Kwa mfano, labda sisi kitanzania ili mtu awe labda mwanamke na mwanaume au wale kijinsia, labda kuna sheria ambayo inasema labda ukiwa na homoni za kiwango hiki wewe unakuwa ni mwanaume, au ukiwa na homoni za kiwango hiki unakuwa ni mwanamke. Lakini kumbe ukienda FIFA, wao wanaweza sheria zao zinaweza zikakinzana na sheria za Tanzania kuwa sisi FIFA tunatambua homoni zikifika huku labda kiwango kikiwa mpaka hapa ndio tunamtambua huyu mtu kuwa ni mwanamke au ni mwanaume. Sawa. Kwa hiyo wao Simba wanahoja, na hoja yao mimi ninavyoiona ikienda FIFA ndio itaamliwa kwa kuangalia status ya mchezaji. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa nini huyu mchezaji status yake kule FIFA haijabadilika kwenye profile yake kama amebadilisha uraia na sheria za FIFA wamefuata sheria na taratibu za FIFA za kubadilisha uraia? Kwa nini kule taarifa zake hazijabadilika? Je, kwa mfano leo hii mchezaji anasomeka ni mchezaji labda wa mbao, FIFA ukiangalia kwenye system ya FIFA anasomeka mchezaji wa mbao, alafu leo hii kwenye system za Tanzania aonekane huyo mchezaji anachezea Bongo FM. Sawa, itakuwaje? Sawa, hapo utaangalia wapi? Lazima uangalie kule ambapo ndo sehemu kubwa ambapo ni FIFA, yani kule ambapo sema katiba inapoanzia. Kwa mimi nadhani Simba wana hoja, na kama itaenda mbele inaweza ikaja ikaleta maamuzi ambayo ya tofauti. Au labda tu itokee TFF walishamaliza kila kitu kwao kikaenda FIFA, na FIFA wao ndo labda kule ndo wamechelewa. Kama ile tokeo ile ya Fountain walikuwa kashamaliza kulipa deni, afu kule wakawa wamechelewa ku update. Na rais inaweza kawa scenario kubwa ikawa ni hiyo. Kwa kama ni scenario ni hiyo, basi haiwezi kuathiri wao. FIFA watadeclare kwa
hizo procedure zimefanyika na ziko kwao, wanazifanyia, labda watazi update, lakini kama ni tofauti na hivyo basi wanaweza wakafaidika kwa namna moja au nyingine. Kufaidikaje? Na kupewa matokeo. Anyang'anywa mtu point. Hamisi nauliza tu, si ni miongoni mwa faida ambazo watakuwa wazipate. Ndio hiko ambacho wao wanakitafuta, japo sisi tunapenda zaidi mpira uchezwe uwanjani. Burudani isiyo na mipaka imekita kambi 90.0 Bongo FM Dar es Salaam. Kutoka milima ya Uluguru tunakuacha 89.9 Morogoro, ikawe fahari ya burudani. Sasa tunapaa kwenye anga la mbali. Haya bwana, katika taarifa za kimataifa zinasindikizwa na pesa. Nilikuahidi dakika 20 na nilitoa fedha kama ilivyo kawaida, na nilikwambia pale kuna laki moja kwa watu 25 na watu 5 shilingi 50. Pesa zilishatoka. Dakika 45 ndio kituo kinachofuata. Chukua simu yako, hakikisha na shilingi 1000 na kuendelea, nenda kwenye menu ya kufanya miamala, alafu nenda simu inaita, nenda sehemu inaandikwa lipia bili, bonyeza hapa, alafu nenda kaingize namba ya kampuni au ya biashara pale ambayo ni 321111. Namba kumbukumbu ni 333 neno bongo, kiasi ni buku, kisha namba siri na kubonyeza moja kudhibitisha. Hello. Hey, kwema? Hello. Kwema. Safi kabisa. Unaitwa nani kutoka wapi? Naitwa Nelson Jackson kutoka hapa Kibaha. Kibaha? Ndio. Kibaha sehemu gani? Kibaha kwa Matias. Kwa Matias bwana, hongera sana. Wasalimie ndugu zako hapo picha ndege na Miembeni hapo, Miembe 7 hapo. Sasa bwana, kuna fedha imeingia kwenye simu yako hapa, sijui ushaiona? Nimeona message hapa. Ni hela hiyo. Hiyo ni hela. Ala, hiyo ni mihela ya mshua. Asante bwana, nashukuru. Hongera sana bwana. Umeshiriki mara ngapi leo? Leo nimeshiriki mara 3. Mara 3. Imelipa na faida za kushato zaidi ya mara 10 faida. Sasa unafahamu ya kwamba unaweza kuwa na rafiki yako na wewe ukawa chanzo cha yeye kupata fedha za kumfanya wiki yake iende vizuri? Sasa miongoni mwa vitu vya msingi, hakikisha ambavyo mtaambiana, usiache kuambia kwamba hapa Bongo FM kuna pesa nyingi sana zinatoka, ili asije akaja kugongea hela bukubuku cha kuungia kwako. Sasa hamna shida, nitawaambia. Haina noma. Au kuna mwana wa kumtagi kwa jina lake? Siwezi. Haya, poa, ina noma kutoka hapo kwa Matias. Yes, dakika 45 zinaweza dakika 5 tu tunakwenda kufanya jambo. Kwa hiyo endelea kushiriki.